Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir amesisitiza umuhimu wa chakula shuleni wakati wa maadhimisho ya siku ya utoaji wa chakula mashuleni, ambapo amesema serikali ya awamu ya 6 inafanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya elimu ili kuboresha mazingira ya ufundishaji. Akizungumza katika maadhimisho hayo, naibu waziri amepongeza juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanyika katika sekta ya elimu. Leo tarehe 12 Machi, nchi yetu inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya chakula shuleni, yani International School Meals Day. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni chakula bora, maji safi shuleni ni wajibu wa pamoja. Kauli mbiu hii inaendana na maelekezo ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 ambayo inaelekeza serikali kushirikiana na wadau kuhakikisha huduma muhimu shuleni ikiwemo chakula, maji safi pamoja na huduma za afya kwa wanafunzi zinapatikana. Aidha, nimpongeze tena Mheshimiwa Rais kwa kusaini mkataba wa lishe na wakuu wa mikoa yote nchini mwezi Septemba 2022. Na pengine hapa ndipo alipotoa maelekezo kwa mkoa wa Njombe, ambapo lengo lake la kuimarisha utekelezaji wa afua za lishe unaendelea kusimamiwa kwa umahiri. Nishukuru ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kuendelea kusimamia utekelezaji wa miongozo ya wizara ukiwemo wa lishe shuleni na mwongozo wa elimu ya kujitegemea unaowezesha shule kuanzisha miradi inayochangia upatikanaji wa huduma muhimu. Naiomba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuendelea kufuatilia vyakula vinavyouzwa katika mazingira ya shule kuwa ni salama na vinaendana na miongozo ya Shirika la Afya Duniani yani WHO, haki za mtoto na malengo ya kitaifa ya afya ya umma, kama alivyoeleza Bi Christine kwamba kwenye maeneo yetu ya shule, kutoa wito kwa wadau wa elimu na lishe waliopo hapa na wale ambao hawakuweza kushiriki kuendelea kushirikiana na serikali katika kuwezesha upatikanaji wa miundombinu na huduma muhimu shuleni, ikiwemo nishati safi ya kupikia, ujenzi wa store, majiko, mabwalo ya chakula na sehemu za kunawia mikono. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wadau ili kuhakikisha upatikanaji wa miundombinu na huduma muhimu unafanikiwa. Aidha, na waomba wazazi kuendelea kushirikiana na shule kuhakikisha wanafunzi wanapata huduma ya chakula wakiwa shuleni kama ilivyoelezwa katika waraka wa elimu namba 3 wa mwaka 2016. Ushirikiano huu wa serikali, wadau na jamii kwa ujumla ni muhimu katika kuhakikisha wanafunzi wanapata lishe bora na mazingira mazuri ya kujifunza. Naye mratibu wa masuala ya chakula na lishe shuleni Grace Shileringo ametoa wito kwa wazazi kushirikiana na serikali katika kuchangia huduma hiyo, ikiwa ni jukumu la kuwalisha watoto wao wakiwa shuleni. Kama wizara tumetoa mwongozo kwa sababu jukumu mojawapo la Wizara ya Elimu ni kutoa miongozo yote inayohusiana na uendeshaji wa sekta ya elimu, na kwa upande wa lishe shuleni tayari wizara ilishazindua mwongozo ambao unahusika na utoaji wa huduma ya chakula na lishe shuleni. Na kwa sasa tunaendelea kushirikiana na wenzetu wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na tumefikia zaidi ya 60% wanafunzi wanapata huduma ya chakula shuleni. Na ambacho tunaweza kuomba sasa ni kwamba wazazi walipokee jambo hili kwamba ni jambo la muhimu, waweze kushirikiana na serikali kwenye kuchangia huduma hii, na hatusemi ni kuchangia, ni kwamba wao wanachukua jukumu la kuwalisha watoto wao wakiwa shuleni, kwa sababu watoto hawa wakiwa nyumbani wangetakiwa pia kupata chakula, na kwa sababu wanatumia muda mrefu shuleni, ni vizuri wazazi wakaunga mkono juhudi zinazofanywa na serikali kuhakikisha kwamba wanatoa hiyo huduma katika shule zetu za msingi na sekondari, hasa kwa wanafunzi wanaosoma shule za kutwa. Kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu ni chakula bora na maji safi shuleni ni wajibu wa pamoja. Kauli mbiu hii inaendana na maelekezo ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014
toleo la mwaka 2023 ambayo inaelekeza serikali kushirikiana na wadau kuhakikisha huduma muhimu shuleni ikiwemo chakula, maji safi na huduma za afya zinapatikana. Hii ni Juhudi Digital Online TV, tumewafikia.